Mipango. Sherehe ya mahafali ya waka moto kwa vifijo na ndelemo vilivyosikika katika ukumbi wa LT3, huku watu wengi wakifurika, wakifurahi, wakifurahia namna ambavyo finalisti wameweza kuhitimisha safari yao ya masomo. Taarifa zaidi naye Happy Munisi. Asante. Nikitokea katika chuo cha mipango, leo hii tulikuwa na graduation LT3. Graduation hii imepamba moto, nami nina mazungumzo mawili machache kwa wahitimu. Napenda nikawaulize wahitimu wafuatao. Dada, unajisikiaje kuhusu siku ya leo? Najisikia vizuri sana. Miaka 6 sio mchezo kabisa. Haikuwa rahisi. Asante sana. Miaka 6. Je, ni vitu gani ambavyo umejifunza kwa wakati ambao umepitia miaka 6 hapa chuo cha mipango? Kwa kweli kusoma ni kazi. Ni kazi. Bila msaada wa wazazi, marafiki, pia na fellowship imenisaidia kwa. Bila hizo kwa kweli mtu huwezi. Mtu hawezi. Kusoma acheni. Wanasema kusoma ni kipaji. Yes, ni kipaji kama kwa nyingine. Sawa, je, una neno gani ambalo unaweza kutuachia kwa ambao wanabaki chuo cha mipango? Wajifunze nini na vitu gani, na kama usikate tamaa? Karibu. Kwa kweli kwa wanaobaki, msichoke. Someni. Kuna wakati msikita unachoka, lakini Mungu yupo, muombeni Mungu. Pia na hizi fellowship jitahidi kuhudhuria kwa sababu zinasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kuna mafundisho ambayo tunayapata kupitia fellowship. Na wasi hilo tu. Asante. Na wakumbusha niko chuo cha mipango, leo hii ilikuwa ni graduation yetu nzuri sana. Naenda kumaliza kwa mtu wa mwisho. Naenda kuongea na mheshimiwa. Karibu. Unaweza kutuambia siku ya leo unajisikiaje? Mambo gani umejifunza siku ya leo, na je, ni neno gani ambalo unatuachia kwa watu ambao tunabaki? Karibu. Asante. Kwa siku ya leo ninamshukuru Mungu kwanza kufika, lakini pia pamoja na timu nzima kufika siku ya leo, kwa sababu mimi binafsi nimesoma miaka 6. Lakini Mungu amekuwa ni wa pekee sana. Amenisaidia sikusitisha masomo popote, lakini niliunganisha masomo. Kwa hiyo ukiangalia miaka 6 unaweza kuhesabu mtu mmoja mpaka 6 kirahisi, lakini kusoma sio jambo dogo. Kwa hiyo wanaobaki mimi niwatie moyo kwamba yote yanawezekana kwake aaminie. Kupitia Mungu mtu akiamini inawezekana. Kwa na wao waamini kwamba inawezekana, wasome kwa bidii, watamaliza salama. Asante. Asante. Habari inatoka ITV, ni mimi hapa Happiness Munisi. Asante. Habari sana Happiness Munisi kutoka huko chuo cha mipango, na tunawapongeza pia wahitimu kwa kuweza kuhitimisha safari yao. Tuendelee na taarifa ya habari. Mgeni rasmi katika sherehe hiyo atoa neno kwa wahitimu, akiwatoa shaka huko wanapoelekea mtaani. Tuungane na mwandishi wetu George Marato anaarifu kutoka hapa katika chuo cha mipango, ambako wahitimu hawa wana mengi ya kueleza. Tumeweza kuzungumza nao kuweza kuona namna ambavyo wameichukulia neno la mgeni rasmi, na hapa tunakwenda kuzungumza naye. Tafadhali, unaitwa nani? Neno la mgeni rasmi unalichukulia kwa uzito wa namna gani? Neno la mgeni rasmi nilichukua kwa uzito mkubwa, kwa sababu kitu cha kwanza amesema chochote mnachokifanya, kabla hamjasema neno lolote, hakikisha unakuwa na mpango mkakati wa namna ya kufanikisha kile ambacho unataka kukifanikisha. Kwa hiyo lazima uandae, sio unasema tu. Ukiwa unampelekea mtu unahitaji msaada kwake, hakikisha na wewe umeandaa mpango mkakati ambao kwa kushirikiana na yule mtu unaweza kufanikisha jambo lenu. Kama ulivyoweza kusikiliza namna ambavyo wameweza kuzungumza, nikiripoti ambayo na matukio kutoka hapa chuo cha mipango, mimi ni George Marato, ITV. Asante sana George Marato kutoka huko chuo cha mipango. Na sasa tutimkie katika habari za kimataifa, ambako taifa la Irani na Marekani za kubaliana kusitisha vita, ijapokuwa bado bei ya mafuta ni kitendawili huko mtaani. Tunaanza kumsikia Donald Trump kauli yake, na baadaye tarajia katika uchambuzi wa masuala ya kiuchumi na kisiasa. President of the United States of America, Trump, I give warning to Iran that to stop blocking the trade of war. Na kama tulivyoweza kusikia sauti ya rais wa Marekani Donald Trump akiendelea kusisitiza kwamba namna ambavyo wameweza kukubaliana kusitisha vita basi iendelee hivyo, lakini Iran nao bado wanaendelea
kuwa na mashaka makubwa kweli kweli, na pengine katika mambo ambayo yameweza kupelekea tuweze kumtafuta mtaalamu wa mambo ya uchumi kuweza kutuambia hivi changamoto ni nini, unaiona wapi vita hii? Asante, naitwa Alfa Mlonga, profesa wa uchumi, na ukiangalia Irani hawana imani na Marekani kwa sababu ukiangalia Trump ni mtu ambaye huwa anabadilika. Ni kweli vita sasa hivi imetulia kidogo, lakini Irani hana imani, kwa hiyo bado wamefikia mambo sana. Na pengine sasa hivi kama Tanzania tunachukua hatua gani kuweza kuhakikisha kwamba bei zinashuka kiuchumi sasa? Naam, kiuchumi ukiangalia kwa sababu mafuta bado yako juu. Kwanza cha kwanza ni uchumi. Lakini cha pili tuondoe ile kitu kichwani kwamba kwa sababu mafuta yapanda bei sasa uchumi umeshuka, tuna umeharibika. Hapana, mimi naamini hata kama mafuta yapanda bei na uchumi unaweza kama mzuri. Hivyo tufanye kazi kwa bidii na tuongeze juhudi katika kufanya. Nikushukuru sana profesa. Asante sana. Na huyu alikuwa profesa wa mambo ya uchumi, lakini sasa tuunganishe hapa kwa muda tuende katika habari za michezo na burudani, ambapo katika muhtasari wetu tukwambie Young Africans imeendelea kutesa leo wako uwanjani na mchambuzi wa